Aisee, kila mtu anakuambia mboga za majani ni muhimu, kula wewe. Lakini hakuna hata mmoja anayethubutu kukwambia kwa uhalisia ni muhimu kivipi, kwa sababu gani? Mimi nitakwambia kwa kina. Nimetumia siku 14 ni kila mboga za majani tu, asubuhi, mchana na jioni. Na katika video hii ninakuletea mambo ya ajabu niliyogundua, na utashangaa kwa sababu hata mimi mwenyewe sikudhani kama itakuwa hivyo, ambapo nimeangalia kwa kina uwezekano wa kansa ulipungua, uliongezeka, mafuta ndani ya mwili na kilo zangu ziliongezeka, zilipungua, na je, kwa kiasi gani? Aisee, kama una kilo kuanzia 70 na kuendelea, aisee, pamuhimu pana kuhusu hapo. Nazingatia wakati ninaanza nilikuwa nina kilo 77. Je, kilo zangu zitapungua mpaka ngapi? Utaona mwisho. Presha yangu kabla sijaanza kula na baada ilikuwa vipi? Wingi wa damu ulikuwa vipi? Aisee, nimechambua kwa kina kwelikweli hapo. Nasikia hii video ni sehemu ya kwanza tu katika uchambuzi huo wa kina kweli kweli. Na kama unataka uweze kujifunza zaidi, upate ka kitabu ka PDF ambako kanakupatia ratiba zote za kula mboga za majani kwa siku 14, asubuhi, mchana na jioni, viungo, mapishi, recipes, namna gani yani kila kitu. Aisee, nitakwambia mbele utapataje. Hey, leo ni siku ya kwanza, na katika siku ya kwanza nitapika mboga yangu ya majani ambayo naipenda kuliko zote, majani ya maboga. Alafu nitatia karanga ili kuifanya iweze kuwa. Hebu njoo tuchambue mboga hii. Mboga yenyewe hii nyingi sana. Alafu unajua hii mboga hivi ukikatakata vidogo vidogo ndio inazidi kuwa tamu. Nakwambia mzee, kwa yani iko vidogo vidogo ndio inakuwa tamu. Mzee, mbona mboga nyingi sana? Mzee, hii inaitwa kula kugalagala, yani yote inaisha. Na ili mboga yako iweze kuwa nzuri, ya kupendeza na ya kuvutia, tamu, kuna mambo 7 ya msingi ya kuzingatia ise. Okay, naanza na la kwanza ambalo ni jepesi tu. La kwanza, mboga za majani huwa zinarostiwa, hazichemshwi. Usiongeze maji kwenye mboga za majani, mwisho wa siku unaondoa ladha kabisa, maana ile ladha yote ya mboga ya majani inaenda kwenye yale maji na mboga ya majani inakuwa. Leo ni matembele leo. Mbele leo yako mengi kweli kweli. Matembele vipi, tayari huko? Tulia wewe. Leo nimenunua mafungu 5 tu. Mboga zenyewe zilikuwa ni mboga, spinachi, matembele, mnafu, mchicha, majani ya kunde. Leo mchicha tu. Leo nimechukua mchicha, na mchicha ilikuwa mengi kweli kweli huko. Unaona? Leo ni mchicha tu, leo na mchicha. Kitu cha pili cha muhimu, ili mboga yako ya majani iweze kuwa tamu ya kuvutia, usiifunike. Unajua kwa sababu gani? Ondoa maji kwenye mboga za majani. Unapoifunika, mvuke unaganda pale juu, unashuka chini. Mboga ya majani inakuwa imejaa maji na kuwa mbaya. Less water, more flavor. Aisee, na hapa natamani watu wengi waweze kufahamu kwamba tunapozungumza mboga za majani ni vitu vingi kweli kweli, vegetables, ambapo tunamaanisha vitu vingi kama vile bamia ni mboga za majani, nyanya chungu, bilinganya, pilipili hoho, karoti, zote zinaweza zikaingia humo kwenye vegetables. Na kwa hiyo ninapozungumza mboga za majani, usielewe tu ni lile jani, sije kama matembele na mchicha ndio mboga za majani. Hapana. Leo sasa bilinganya, nyanya chungu pamoja na bamia. Let's get started. Kwa mkuu, mboga ukiwekea nazi na kuwa tamu vibaya mno. Wapi, wewe una njaa tu. Serious mzee, nakwambia. Unamaliza yote hiyo? Mbona namaliza vizuri na naongeza. Hakikisha sasa hujasahau chumvi. Aisee, sasa hivi ni usiku kama unavyoona nje huko. Nimetoka kazini, nina njaa kweli kweli. Kwanza nilikula zile mboga za majani nikashiba, lakini bado njaa iliendelea kuniandama. Njaa haikuondoka. Nimerudi nina njaa balaa kweli kweli. Sasa tabidi nipike sasa hivi matembele chap chap. Kwa njaa hii siwezi kulala. Ila nilichokuja kugundua ni kwamba mtu anaweza akawa ameshiba kabisa lakini bado ana njaa. Hapa mwenyewe nipo nakula, lakini je, njaa itaondoka? Kushiba na shiba, ila ishu njaa. Sio, unanielewa? Kitu cha tatu, ili mboga yako ya majani iweze kuwa nzuri, zingatia, usipike mamboga mengi kwenye sufuria moja.
Not overcrowd. Pika mboga kidogo tu kwa mara moja. Mboga yanavyokuwa mengi yamejazana mule ndani, mvuke mwingi, mboga inatoka ina ladha mbaya. Na wewe jaribu, pika hapa mboga kidogo, mboga nyingi, afu utaangalia ladha tofauti kabisa. Na kumbuka, kwa kadiri ambavyo mboga unaipika ikiwa kidogo, ndio utamu unazidi kuongezeka. Ikiwa nyingi zaidi, utamu unazidi kupungua. Nimekuwa nakula mboga za majani hizo, lakini changamoto ni kwamba bado nimekuwa ninasikia njaa kweli kweli. Sasa hivi ni asubuhi na nipo natetemeka na njaa. Na nimekula matembele na bado sasa hivi kuna matembele jikoni. Changamoto kubwa ni kwamba hizi mboga za majani zina calories ndogo. Kwa hiyo maana yake haziwezi kunipatia nguvu ya mimi kuweza kuishi. Itabidi nipate booster ya wanga kidogo ili nipate nguvu. La sivyo sitoboi. Sitoboi. Siku 14, siku ya 6 tu leo niko hoi kweli kweli. Acha bwana, usihoi sasa hivi. Mwili unataka upate kitu chenye nguvu, tonge cha ugali. Masiani. Lakini pia kuna kitu nimekumbuka kwamba kuna vegetables, mboga za majani za namna mbili. Kuna starch vegetable na non-starch vegetable. Viazi vile vya kupika chips vile na zenyewe ni vegetables. Mkuu aisee, ngoja nipike viazi, nitakufa mzee, nitakufa. Kwa nitapika viazi siku ya leo ili kuniboost nipate nguvu, maana vile vina wanga. Ile wanga itanipatia nguvu ya kuweza kutoboa. Lakini pia nitakula na vikaranga, maana hapa nishaanza kuona tayari hali ishakuwa ngumu kweli kweli. Let's get started. Sheria ya 4 ili mboga za majani ziweze kuwa tamu. Keep some crunch. Usipike mboga ya majani mpaka ikaiva ikawa bojo bojo. Ni mbaya kabisa. Ibakie namna fulani na ka crunch fulani. Unakapata kale. Ka ugumu fulani kale. Ndio mboga ya majani inakuwa nzuri. Ikiiva kabisa ikiwa bojo bojo inakuwa. Lakini pia zaidi unaua virutubisho vingi vilivyomo kwenye mboga ya majani. Changamoto ambayo nakutana nayo hapa ni kuvitunza muda mrefu. So unaona hivi vimeanza kuharibika kabisa, vimeanza kuharibika hivi. Ila bado viko fresh, tunaweza tukavipika hivi. Hivi tunavipika vizuri hivi mbona. Manyanya chungu yote haya, mahoho, manini. Hakuna kabechi nzuri kama ya nazi. Wewe unajua kabechi ya karanga wewe. Karanga ndio kiboko. Hamna ya nazi ukiunga vizuri ni hatari. Sheria ya 5 ya mboga za majani ni viungo. Zingatia. Kiungo babalao kwenye mboga za majani, kitunguu, maji. Cha msingi kweli kweli. Lakini unaweza kuweka vingine kama kitunguu swaumu, tangawizi kidogo, nazi pamoja na karanga. Hivi tunavitaga ni vitu 5 vya msingi kwenye mboga za majani. Leo minafu. Hapa. Kitu kingine cha 6 cha muhimu ili mboga yako iweze kuwa tamu, uweka chumvi mwanzoni, sio mwishoni. Unapoweka chumvi mwanzoni itasaidia kupunguza maji pia, lakini pia na kuweka ladha iwe tamu zaidi kuliko kama ukiweka mwishoni. Leo ndo siku ya mwisho, siku ya 14, na labda niseme kwamba hivi tumekula aina nyingi ya mboga za majani. Nadhani zinaweza zikafika zaidi ya aina 23 zinafika. Zinavuka zaidi ya aina 23 za mboga za majani nimekula, lakini kwa video hii fupi nisingeweza kuonyesha aina zote. Kuna nyingine tujaonyesha kuchukua kama broccoli, kisamfu, kuna yale marage yale ya majani ya marage, kuna cauliflower, mgagani na mboga nyingine aina nyingi kweli kweli. Lakini pia niwe muwazi, nimekula viazi mara hizi 2 ili kuweza kuniboost niweze kupata nguvu. Maana unakula ndio na unashiba, lakini nguvu zinaisha kwa sababu hujala kitu kizito cha kukupatia nguvu. Na labda pia nisiwe mchoyo, nikwambie nimefanikiwaje. Kwa wale ambao wanapika wanajua namna gani ambavyo ni ngumu
kujua nipike kitu gani, nipike vipi. Kwa hiyo nilikuwa mimi mwenyewe natumia kitabu fulani cha mtaalamu mapishi ambaye amekiandika, ambamo humo ndani ameelezea mapishi ya aina mbalimbali kweli kweli. Kwa hiyo hicho ndio kimekuwa kinaniongoza siku zote kujua nipike hivi, niunge vipi, nifanye hivi, nifanye hivi ili kitu kiweze kuwa vizuri. Jamani, vitu ni kujifunza. Hakuna anayezaliwa anajua. Hivi ulirekodi hili ni pishi la nyanya. Kwa wale ambao wangetamani waweze kupata kitabu hichi ambao kitawafundisha kwa kina zaidi, kwenye description ya video hii nimeweka link hapo chini, anayehusika na kitabu hicho umcheki akupatie kitabu chake, japo kina gharama. Mimi nimekinua $120 na ninafahamiana naye, nilimshusha sijui atakuza shilingi ngapi. Lakini kuna wale ambao wanaweza kusoma hata kwenye simu soft copy, sio lazima kwenye kitabu hivi kama mimi. Pia kuna namna unaweza ukapata hicho kitabu. Namba hiyo hapo chini, mtafute, andika mboga za majani, andika tu hilo neno mboga za majani, alafu yeye atakutumia. Gharama yake ni $9,000. Anauza hichi kitabu, na mwenye kitabu hichi alinipa ruhusa ya kopi 50 tu. Kwa nadhani watu 50 wa kwanza ndio nitawapatia hichi kitabu, kwa sababu haitakiwi kusambaza. Hichi kitakuwa hakiwezi akiuziki kwa soft copy. Jamani, hadi copy mtafuteni mwenyewe. Leo ni siku ya 16 nimetoka kufanya vipimo, na haya ndiyo matokeo yaliyokuja. Nitakupitisha kwenye matokeo yote vizuri uweze kuona imekuwaje, kabla ilikuwa vipi na baada ilikuwa vipi. Hapa ni pa muhimu kweli kweli. Tutaangalia masukari, pressure, mafuta mwilini, uzito, na hii ndio check up hii. Yaani kama unataka kufanya check up, hii ndio check up sasa. Sasa katika video inayofuata tutachambua kwa kina majibu yalikuwa vipi. Twende katika video inayofuata.